matumizi sahihi ya kompyuta. Asante. Vipi, karibu ni Funza Tech. Leo nakuonesha kuna trick moja ambayo nataka ni leo kwa siku ya leo niweze kukuonesha, inaitwa ni screen saver. Of course ni moja ya trick ambayo tunaitumia kwenye kompyuta. Hii trick ni kwa ajili ya kuweka decoration au kuweka urembo, lakini pia ina msaada katika security, katika ulinzi wa kompyuta yako. Sasa just let us assume uchukulia mfano labda upo ofisini, labda unafanya kazi, labda kwa bahati mbaya labda unataka labda uweze kuchomoka haraka. Sasa katika mazingira ya ofisini tunafahamu kwamba labda unaweza kushangaa labda mtu fulani labda anakuja anataka labda aweze kukagua kompyuta yako. Yaani unahitaji labda ukiwa unachomoka basi screen yako ikae muda fulani, baada ya hapo ijilock. Kwa maana yake mtu mwingine hatakuwa na uwezo wa kuaccess kompyuta yako. Maana yake akihitaji kuitumia kompyuta yako itabidi aingize password. Sasa kama sio muhusika, of course itakuwa ni ngumu sana kuweza kuifungua kompyuta yako. Sasa kwenye trick hii nitakuonesha hatua kwa hatua namna ya kuweka screen saver pamoja na kuseti hiyo security option ambayo itasaidia ulinzi wa kompyuta yako. Sasa cha kufanya, uta search screen saver. Inaitwa ni screen saver. Hii hapa screen saver, utabonyeza hapa kwenye sehemu ya open kuweza kuifungua hiyo program yetu. Sasa hiki hapa ni kijiprogram kidogo ambacho kinaitwa ni screen saver ambacho kinaonekana hapa. Sasa hapa utachagua screen saver, ziko za aina kadhaa. Kuna 3D kama inavyoonekana hapa kwenye hiki kiboksi. Kuna 3D, kuna blank, manake itakuwa ni tupu tu. Pia unaweza pia ukaamua pia ukaweka bubbles. Bubbles hizi hapa ukipreview unaweza ukaziona hizi bubbles kama zinavyoonekana hapa kwenye screen yetu. Pia kuna decoration nyingine, unaweza pia ukaweka maneno yako ambayo unataka wewe. Pia kuna sehemu pia unaweza kaamua pia uweke kama ni picha ambayo unahitaji. Sasa wewe hapa utaangalia unataka uweke kipi. Kwa kama hapa labda nataka niweke labda 3D text. Kama nataka kompyuta yangu ikiwa haitumiki, sababu mara nyingi hii screen saver yenyewe inapokuwa inafanya kazi ni pale ambapo, yani ni effect ambazo unaziweka pale ambapo labda kompyuta yako haifanyi kazi. Yani maana yake hakuna action yoyote au hakuna action yoyote ambayo inafanyika kwenye kompyuta yako, ndipo hiyo screen saver effect inapotokea au inapokuwa inafanya kazi. Sasa ukihitaji kuweza kuona effect yako itakapokuwa inaonekana, utabonyeza hapa kwenye sehemu ya preview, utakuwa unaangalia tu bila shida yoyote. Kama unahitaji labda kuweza kubadilisha labda haya maneno ambayo yanaonekana hapa, utaingia kwenye sehemu ya setting. Ukishafika kwenye sehemu ya setting hapa utachange kwa mimi labda niweke labda ni Funza Tech. Settings zingine unaweza ukaacha kama jinsi zilivyo, alafu ukabonyeza okay. Kwa maana yake kompyuta yangu itakuwa inaonesha hizi 3D ambazo inaitwa ni Funza Tech. Sasa kuna option moja ya security, yani ulinzi katika kompyuta yako, ambapo hii hapa option ambayo inasema ni on resume display log on screen. Hii hapa option lazima uweze kuset. Kama nataka baada ya dakika moja, nataka baada ya dakika moja, maana yake iweze kujilock. Umeona? Iweze kujilock. Kwa hiyo itakuwa inaonesha hizi 3D text, lakini nyuma yake tayari screen imeshajilock. Kwa maana yake mtu mwingine anaweza akaona akajua kwamba hii kompyuta bwana bado iko open, labda nisogelee niangalie au niweze kuangalia huyu mtu anafanya nini. Sasa kiwalisia akishafika pale, maana yake of course ataona haya maandishi ya 3D yanavyoonekana, lakini akijaribu kufungua kompyuta yako, maana yake itambidi kwanza haweze kuingiza password, aweze kuingiza pini, ndipo aweze kuingia kwenye kompyuta. Manake pale tayari hii program au hii hapa option ya on resume tayari imesha lock, tayari imeshatengeneza security, tayari imeshaweka ulinzi kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo ni njia ambayo tunaitumia kuweza kujilinda, sababu tunafahamu labda kuna watu ambao wanapenda kufuatilia vitu vya watu. Kwa hiyo nakuonesha hii trick uweze kujilinda, uweze kuwa salama katika matumizi ya kompyuta. Kwa hapa utaweka tiki
kwenye hiyo option ambayo tayari nimeshaielezea inamaanisha nini. Baada ya hapa utaweka hapa apply, utasema apply. Baada ya hapo utasema okay ili kusave hizi change. Kwa mfano labda upo katika mazingira ambayo labda unafanya kazi. Sasa kwenye mazingira tuassume labda mtu amekuita labda fulani njoo hapa. Sasa kwa haraka nakupa shortcut hii hapa ya kulock screen yako kwa haraka. Utabonyeza window button plus L kwa haraka. Kwa utakuwa mfanikiwa tayari kulock. Kwa utabonyeza window button plus L. Kwa hii pia ni njia ambayo tunaitumia kuweza kujilinda au kulinda vifaa vyetu au kulinda kompyuta zetu, mtu mwingine asiweze kuangalia hivyo yani. Kwa hiyo kwa tech kama hizi usahau kulike, pia usahau kushare na watu wengine ili tujifunze kwa pamoja maujanja haya ya kompyuta, kujifunza hizi tricks za kompyuta ili tuweze kuelewa matumizi sahihi ya kompyuta. Asante.